Habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu. Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, wa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili hizi tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kuli majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule au. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu kuzuiliwa na mabosi wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi waandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi hii imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuahirisha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili ambayo timu ya Simba kuziwa kutofanya mazoezi na mabosi wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli, maana unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini na jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hajawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga na nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambao linakuleta hatarisha amani na usalama wa nchi? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka kafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliowazunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa
hawatahusika. Na waliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam. Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi tunasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kitu kwenye mitandao mtu katupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi ninyi waandishi hili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia nyinyi mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye mnapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo na mmeja Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni klabu. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile Mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje kufufua timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala aje kufufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia, hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi, si vinginevyo. Yanga wale. Yanga wewe. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee mmeyasikia. Na maagizo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wanachama na mashabiki wa klabu yetu. Kwa maana tunaposema tunaunga mkono kile ambacho uongozi wetu ulikiandika tarehe 9 kuhusiana na mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3, tunamaanisha kwa sababu sisi ndio tuliowapa dhamana. Na nyinyi viongozi wa matawi ni mashahidi. Katiba yetu inaelekeza wazi kabisa kwamba kwenye klabu yetu chaguzi ziko mbili. Tunachaguana viongozi wa matawi kwenye matawi yetu. Baada ya hapo tunakwenda kuichagua kamati ya utendaji chini ya rais na makamu wake ambao wapo madarakani. Sasa hiki kilichotokea si jambo la kamati ya utendaji ya Yanga, si jambo la mtendaji mkuu wa Yanga, ni jambo la Yanga. Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hii mechi ya tarehe 15 hatuchezi, tamko hili ni la wanayanga katika kila eneo kwamba tarehe 15 hatuchezi. Tumeitana hapa kwa maana ya kwamba kupeana ujumbe na kuziondoa zile taarifa ambazo baadhi ya waandishi na wadau tofauti wakielezea kwamba Yanga itapeleka timu tarehe 15. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza,
kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile zile ambazo wao zilielekezwa zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kushiriki kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema, kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, ili hata wale wana Yanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitokuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa Yanga. Sisi ndio wanachama, tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya